Kuna watu wanasema kwamba Tanzania itawekewa vikwazo na Marekani pamoja na taasisi mbalimbali za Ulaya na Magharibi mara baada ya ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan katika nchi ya Urusi na alipoonana na Rais wa Urusi Vladimir Putin kule Kremlin. Taarifa hizi zina ukweli kiasi gani na kiuchambuzi zimekaaje? Hapa ni Official Zungu_. Hujambo na karibu tulichambue hili kwa pamoja, alafu tuchambue pamoja hapo chini. Kwanza kabisa, kwangu mimi huu ni mjadala dhaifu zaidi kuwahi kutokea hapa nchini, kwamba kusema kwamba ziara ya Rais Samia kwenda katika nchi ya Urusi itasababisha sisi Tanzania kuwekewa vikwazo na Marekani. Big no, kwa sababu hali ya mambo sivyo ilivyo hivyo ambavyo watu wengi wanadhani. Sasa hapa tutaenda kwa fakti. Kwanza, Rais Samia Suluhu Hassan si rais wa kwanza kutembelea ikulu ya Urusi wakati Urusi ikiwa katika vuguvugu la vita na Ukraine, ama Urusi ikiwa katika vuguvugu la vikwazo. Zaidi ya marais 10 na viongozi wa Afrika wamefika Urusi na kuonana na Putin wakati huu ambapo Urusi ipo kwenye vikwazo, kama ambavyo nakuonyesha katika picha. Sasa niambie, katika hawa marais ambao wameonana na Putin, na hapo ni story ya miaka 2 iliyopita mmoja hivi, ni nchi gani imewekewa vikwazo? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni msimamo wa Tanzania katika sera zake za kimataifa. Tanzania ni nchi isiyofungamana na upande wowote tangu enzi za serikali ya kwanza chini ya Rais Julius Kambarage Nyerere. Hatufungamani na Magharibi wala hatufungamani na Mashariki. Kwa hiyo tunafanya biashara na wote, kutegemeana pia na mwenendo wa dunia. Kwa mfano, wao unaona Urusi wapo kwenye vikwazo, lakini Tanzania licha ya vikwazo vya Urusi, licha ya kila kitu cha Urusi, kwa sababu hivi vikwazo sasa hivi ni kama kivuli, Tanzania wanaendelea kufanya biashara ya matunda na Urusi, biashara ya utalii, biashara ya kuuziana masuala mazima ya teknolojia, biashara ya mbolea, kemikali, biashara ya uranium. So unaona hata Urusi wakiwa katika vikwazo, bado Tanzania imekuwa ikiendelea kufanya biashara na Urusi bila pressure yoyote kutoka kwa Marekani, lakini bila pia pressure yoyote kutoka kwa Magharibi. Kwa hiyo msimamo wa Tanzania katika sera za kimataifa ndio ambao unaubeba Tanzania. Ni nchi ambayo haifungamani na upande wote. Ipo huru kufanya biashara na Marekani, ipo huru kufanya biashara na Urusi, ipo huru kufanya biashara na China. Kwa hiyo hii ziara haiwezi kusababisha vikwazo vya aina yoyote, kwa sababu hata ukiangalia vitu vya Urusi ambavyo vimewekewa vikwazo katika biashara, Tanzania uhusiano navyo. Ndio maana nikakwambia kwamba matunda tunazidi kuuzia Urusi, chai tunauzia Urusi, kahawa tunauzia Urusi, wenyewe wanaleta watalii, wanatuuzia mbolea, wanatupa teknolojia ya kilimo na masuala mengine. Wakiwa na vikwazo, wakiwa hawana vikwazo, biashara imeendelea bila shida. Kwa hiyo Tanzania haivunji zile biashara ambazo Urusi wana vikwazo navyo, lakini tunaongozwa na ile sera yetu ya kutofungamana na upande wote. Lakini mara baada ya ziara ya Rais Putin na Trump kuonana, si Marekani kamwekea Urusi vikwazo, lakini mbona wanafanya biashara? Google tafuta, utaona biashara kati ya Urusi na Marekani inaendelea, na biashara kati ya Urusi na Marekani imekuwa kistawi zaidi mara baada ya ziara kati ya Putin pamoja na Donald Trump. Lakini wakati huu ambapo Hormuz pale Iran wanazuia, nchi za Ulaya zinanunua mafuta kutoka Urusi, zinanunua gesi kutoka Urusi, na zote hazipo kwenye vikwazo. Marais mbalimbali wa Afrika kama inavyoonekana pichani, ambao walienda kumtembelea Rais Vladimir Putin, wote nchi zao zipo kwenye vikwazo. Sasa kwa nini useme Daktari Samia Suluhu Hassan ataingiza Tanzania pengine kwenye vikwazo kwa sababu amemtembelea Putin? Kwa hiyo unaweza kaona ni mjadala dhaifu kulingana na historia. Lakini pia Tanzania na Urusi wamekuwa na ushirikiano kuanzia serikali ya awamu ya kwanza chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati wa Urusi ikiitwa USSR. Lakini pia unaweza ukaona masuala mazima kwamba licha hivi tunavyoviita vikwazo, lakini bado Marekani na Urusi wanafanya biashara, licha kwamba Marekani ndo kamwekea Urusi vikwazo. So kama alivyozungumza Rais Samia Suluhu Hassan, wote wanafanya biashara hapa. Yaani ukitaka Tanzania tupige vikwazo, simple tu, fanya biashara sana na Urusi, alafu vuruga maslahi ya Marekani. Lakini kwa hii style tunaoenda nayo, tuko salama vizuri kabisa. Hamna cha vikwazo wala nini. Hapa ni Official Zungu_. Tuchambue pamoja hapa chini. Ukitaka Marekani waipige vikwazo Tanzania, vuruga maslahi yao. Wewe unafanya biashara na Urusi, ufanye na biashara na Urusi, vuruga biashara zao hapa. Lakini kwa sababu sisi hatufungamani na upande wote tunafanya nao biashara, Magharibi, Mashariki. Ndio maana Mchina yuko hapa ni Mashariki anafanya biashara,
Urusi yuko hapa ni mashariki anafanya biashara. Mwingereza, Australia, Austria, Marekani, kina Norway, Denmark na nchi nyingine ni magharibi. Canada, Ubelgiji, wote tunafanya nao biashara. Kwa hiyo sisi ni hatuchagui, na ndio maana unaona hatuna kambi yoyote ya kijeshi. Hatuna kambi sijui ya mashariki ya Urusi ya China ya kijeshi hapa, hatuna sijui kambi ya Marekani sijui ya Uingereza ya kijeshi. Wenzetu Kenya wana kambi ya Marekani ya kijeshi. Wenzetu Kenya ni NATO, member wa NATO. Yani Kenya ni member wa NATO wa kupewa na Marekani. Lakini sisi sio member wa NATO, sio member wa magharibi. Tufungamani na nchi yote. Kwa hiyo inatulinda zaidi katika diplomasia. Kwa hiyo ni mjadala dhaifu. Hakuna vikwazo wala dalili ya vikwazo. Official Zungu _ chambue pamoja hapo chini.